akili atakiwa anapoambiwa awe anazingatia, alafu ajitizame yupo sehemu gani, alafu atakiwa jirekebishe katika yale makosa. Sio waambiwa alafu unataka kujaji au unaanza kuleta hoja yani siokuwa na maana. Wewe una akili, hata kama ulikuwa una PhD wewe una akili, kwa sababu ni akili anazingatia na kutendea kazi. Kwa hiyo kila mmoja atakiwa yeye ajitazame. Kwa hiyo basi na kumtazama mwenzako, jitazame kwanza mwenyewe, uko katika upande gani kuhusiana na Qur'an. Wewe ni katika watu ambao ndio wenye kuikuza au ni katika watu ambao si wenye kuikuza? Hii swali hiyo utajiuliza wewe mwenyewe, haina haja kuulize mtu au atokee malaika kuulize kabla hujakufa. La, wewe mwenyewe ukikaa tu utafakari uko sehemu gani, na jawabu utalipata. Ile jawabu utalipata hilo litakupangia ni sababu ya kupata natija nzuri. Lakini kama hujajiuliza, unataka miaka utaishi hivyo kwa mazoea tu, au unaingia kaburini. Na sisi tunafahamishana ili leo tupande wa nasaha, kwa sababu watu wengi wanapuuza katika upande huu. Tuuliza amempromise bwana, nishughulishwa na hili bwana na hili, anatoa hoja za kipumbavu. Hizo hoja sio za msingi mbele ya Allah jalla waala.